Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brothers and sisters, na furaha kwa kuwa Allah katuamsha salama. Ameniamsha mimi salama na ameamsha mimi salama. Ndugu zangu wa Kiislamu na wale ambao si Waislamu, leo ningependa kuongelea jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha yetu. Ni jambo ambalo bila kuwa nalo basi wewe utaangamia. Si jambo lingine isipokuwa ni jambo linalohusiana na sabr. Waarabu wanasema as-sabr, ama Kiswahili tunaita subira. Ndugu zangu wa Kiislamu, leo ningependa kuongelea subira au as-sabru. Ni nini maana ya subira? Ama ni nini maana ya as-sabru? As-sabru ni neno la Kiarabu, ama subira ni neno la Kiswahili. Je, ni nini subira? Ndugu zangu wa Kiislamu, subira ama as-sabru ni kusubiri ama kuvumilia. As-sabru ni subira, kuvumilia au kusubiri. Kama neno lenyewe lilivyokaa ni la Kiarabu, lakini la tafsirika Kiswahili. Ndugu zangu wa Kiislamu, subra ni kitu muhimu sana. Subra ni chachu ya maisha yetu sisi wanadamu. Dunia hii isipokuwa na subra, Waswahili hunena majuto ni mjukuu huja baadaye. Kukosa subra huenda kukaleta hasara. Kukosa subra huenda kukaleta madhara. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tunahitajika kuwa na subra katika maisha yetu ili Allah atulinde kutokana na matatizo yetu yanayotukumba. Kuna aina tofauti tofauti ya subra. Mimi ningependa kueleza kwa uchache ili tupate kupeana faida insha Allah. Kuna subra katika kumtii Allah.